Kila siku watu wanapambana kujenga future yao, lakini wanasahau kitu muhimu sana ambayo ni kujenga afya. 1 2 sikiza namba 3 yep 7 8 let's go 6 1 2 3 4 5 6. Naitwa Dennis Trainer, ni mwanzilishi ama ni owner katika kampuni ya Outdoor Fitness. Hili ni zoezi kwa ajili ya tumbo la juu na la kati. Sehemu za tumbo ziko sehemu 4. Tumbo la juu, kati, pembeni na tumbo la chini ambao ni lower abs. So hili hapa ni zoezi la tumbo la juu na kati. Ili upunguze na kukaza nyama za tumbo la juu na kati, lazima ufanye zoezi hili hapa. Kwa wale advance na wanaotaka shortcut ya haraka, unashauriwa kufanya zoezi hili hapa. Okay, rolling like this. 1 2 3 4 5. Safari ya Outdoor Fitness ilianza muda kidogo, ila project rasmi imeanza Januari mwaka huu. Hook, soft cut, hook, cut, hook, cut. Mtu ambaye anajivuta kwenda hivi anafanya makosa. Unaona hivi? Ili madi kaenda hivi. Hiyo ni makosa. Kwa yani pointi kubwa ya kujivuta ni lazima uzingatie posture sahihi ya kufanya. Kwa mfano, nikishika hapa na hapa. Sawa? Uinukaji wangu mimi utakuwa huu hapa. Kifua kinakuja hapa. Kama kinagusa nini? Chuma. Sawa? Hapa. Sawa? Hii ndo the way jinsi ya kujivuta kwa pull up. Outdoor Fitness inawaletea mifumo mbalimbali ya mazoezi ambayo iko natural sana na yenye impact kubwa. Lala hapa, futa shikilia. Lala hapa, shikilia hivi pale. Ndio. Malizia upande wa pili Twenzetu. Rudi chini kidogo. Shusha chini tena kichwa. Tena. Leta mpaka hapa. Okay, 1 2 3 start. Let's go. 1, usiguse chini. 2 3 4 5 juu. 6, come on. Usiguse chini, anza upya. Yaani ukifeli unaanza moja. Nafuta. Twende kazi. You 1 2 3 start. Let's go. Leta mpaka hapa. 1 2 3 4 5 6 7. Usiguse chini. 8, come on. Lengo la Outdoor Fitness ni kuelimisha umma juu ya elimu ya afya na mazoezi na kujua faida mbalimbali za mazoezi yanayopatikana nje. Umuhimu wa kufanya mazoezi nje, especially mazoezi ya kukimbia. Wengi wakienda gym huwa wanakimbilia kwenye treadmill. Wanasema of course inatakana maybe huna muda, lakini nilikuwa nataka nikuongezee faida moja. Kutembea, kukimbia nje na kukimbia kwenye treadmill ni vitu viwili tofauti. Kukimbia nje wewe unatawala mazingira. Sawa, lakini ukikimbia kwenye treadmill inakutawala wewe. Umuhimu mwingine ni kwamba refreshment. Ukifanya mazoezi kwenye treadmill unachoishia wewe ni kuona mazingira halisi, lakini haupati ile tunasema mind refreshment. Ila once ukianza kutoka nje, ukiwa unakimbia nje, unatawala mazingira, una refresh akili yako, inatulia, una explore vitu tofauti ambavyo kuviona sehemu moja akili yako inakwama. Tuna mazoezi ya boxing, aerobics, weight training, body weight programs na kadhalika. Yote haya unapata nje kwenye fresh air. Moja. Safi. Shuka. 2 juu. Shuka. 3. Shuka. 4. Tosha, mshachoka.
Umuhimu wa kufanya mazoezi ya calisthenics. Calisthenics ni mazoezi ambayo ya kushughulisha mwili wako kwa kutumia mwili wako pekee. Hakuna kitu naongeza zaidi ya kutumia mwili wako. Ukienda mbali sana unaweza kutumia vifaa kama hivi, mashine kama za pull ups, kama chin ups, lakini zingatia unatumia mwili wako pekee. Mazoezi haya the best kwa wale ambao wanataka kujenga misuli, kwa wanawake wanataka kujenga lean muscles, na kwa wanaume ambao wanataka kupunguza miili yao, kutengeneza miili yao in shape. Kumbuka unapofanya mazoezi ya ndani peke yake unakuwa unajilimit. Kwa mfano ukiwa unafanya mazoezi kama bicep unagusa tunasema kundi moja tu la misuli, lakini when it come to calisthenics unafanya mazoezi kama pull ups, kama chin ups, inakusaidia kuattack zaidi ya misuli ya aina 2 au 3 kwa wakati mmoja. So mazoezi haya the best. So mazoezi rahisi sana, ni mazoezi magumu, lakini kadri unavyozidi kuya practice ndio unavyozidi kuwa bora na bora kwa zaidi. Na hakuna sehemu ambayo utafanya mazoezi ya calisthenics utatarget aina fulani ya misuli, no. Kama nilivyosema, ni mazoezi ambayo yana include mwili mzima. Aidha unafanya tu kwa kufanya kuongeza chin up, mikono peke yake bicep, lakini unajikuta same time lazima utumie tumbo, lazima utumie shingo, lazima utumie mabega, lazima utumie mgongo. So ni nzuri zaidi kujihusisha na mazoezi ya calisthenics zaidi kuliko mtu ukimwambia fanya mazoezi anafikiria kunyanyua weight au kukimbia peke yake. Nikiwa nazungumzia outdoor, ni gym ambayo inapatikana nje, ama activities zake zote zinakuwa ziko nje. Kwa maana ukitaka kupiga let's say squat unapiga nje, ukitaka kupiga chest workout unafanyia nje. 9, moja ya mwisho 10. Sawa, unaona hii tuanzetu. Open kidogo, fungua hapa mguu weka hivi stance hapa. Alafu sasa hivi bonyeza hapa. Ukiwa unavuta leta hapa. Bonyeza hapa, kunja mguu. Leta hapa. Inua kifua hivi. 1, safi, let's go. 2, inua kifua macho mbele. 4, 5, taratibu. 6, 7, inuka hapa. Inuka. 9, let's go. Ndio maana kila member atakayekuwa under outdoor fitness hapo baadaye tayari atakuwa amejifunza na atapata benefits kubwa za kuwa active kiakili, heshima, ukakamavu, umakini na mwenye uamuzi sahihi. Hii yote ni kwenye Outdoor Fitness Company. Ukishuka hapa simama wima, afu rudi juu. Hapa tap, simama wima, afu ndo rudi. Let's go. 1, 2, 3. Tunapatikana Masaki, Dar es Salaam. Instagram tunapatikana kwa Outdoor Fitness Center. Kulia, shoto, kulia, jab, 4, kati kushoto, kati kulia, kati kushoto, kati kulia, pita hapa kwa pani, jab, jab. Kama kawaida wadau, tupo maeneo ya pembezoni mwa bahari Coco Beach. Leo tunafanya mazoezi outdoor fitness. Trainer wetu hapa katupa elimu kubwa sana kuhusiana na mazoezi ya baisikeli. Ipo faida kubwa sana mazoezi tofauti ya kuendesha baisikeli ndani ya gym na kuendesha baisikeli hivi nje ya gym. Faida moja hapo, nje ya gym unapata upepo, unakutana na hali ya hewa tofauti. Lakini ndani unakutana na hali ya hewa moja. Kwa hiyo haimaanishi tuna ushindani, isipokuwa kinachofanyika ni kwamba leo unatakiwa unapata muda mwingine kufanya mazoezi nje ya gym. Kama hivi tunafanya mazoezi ya baisikeli, lakini pia tumeweza kufanya mazoezi ya kujinyosha nje pembezoni mwa bahari. Kwa hiyo kuna faida kubwa sana kufanya mazoezi nje ya gym. Karibuni sana Outdoor Fitness Center. Kuna mazoezi mazuri kwa ajili yako na kuna tofauti kubwa sana ukiwa unafanya mazoezi gym au nyumbani na ukiwa hapa. Kwa mfano leo tumefanya mazoezi ya kukimbia. Nimeona tofauti kubwa sana compared na nikiwa nakimbia kwenye treadmill. Kwa hiyo karibuni sana.